Mwanaume, wewe ulikaa tumboni kwa mwanamke, ukazaliwa na mwanamke kwa uchungu. Huyo mwanamke alikulea wewe kwa upendo, alikulea wewe malezi mazuri sana. Huyo mwanamke alikupa furaha, ambaye ni mama yako. Mama yako alikulea vizuri sana na alikuwa mama mzuri sana kwako. Ukakua na wewe ukafikia umri ambao ukamuona mwanamke mwingine, ambaye huyo mwanamke ni sawa na mama yako pia, kwa sababu na yeye ni jinsia ya kike vile vile. Ukampenda huyo mwanamke na ukamuomba muanzishe familia. Huyo mwanamke akakubali kwa upendo wote kabisa, akajitoa. Sikatai, ana changamoto, kwa sababu hakuna binadamu mkamilifu. Kila mtu ana madhaifu yake. Pengine na wewe una madhaifu ambayo huyo mwanamke anakuvumilia, na yeye pia anayo ya kwake ambayo wewe kama mwanaume unaweza kuyavumilia. Lakini cha ajabu kinachonishangaza ni baadhi ya wanaume kushindwa kuwa wema kwa wake zenu. Huyo mke wako ukimweka kwenye nafasi ya mama yako, je, unaweza kumtendea kama hivyo unavyomtendea huyo mwanamke? Kama umepata mwanamke ambaye ni mzuri kwenye maisha yako, ambaye hana shida, anakuheshimu, ndio ana changamoto ndogo ndogo, lakini amekaa kwenye nafasi yake kama mke vizuri kabisa, ni mwanamke mzuri, hana shida, hakuumizi kichwa, hakutesi, hakuumizi, hakufanyi chochote kibaya, kwa nini wewe unakuwa mbaya kwake? Ni tabia ya namna gani ambayo wewe unayo? Ikiwa ulipokea upendo kwa mwanamke ambaye ni mama yako, kwa nini ule upendo usiutoe pia kumpa huyo mke wako? Huyo mke wako pia anafanya vile vile kama mama yako alivyofanya. Leo hii anabeba watoto wako, anakaa kwenye tumbo lake. Ni watoto wa kwenu wote, ni kweli, lakini hao watoto jina lao la mwisho ni wewe, ni damu yako. Hata sheria inasema ni damu yako. Huyo mwanamke anakaa na watoto wako tumboni mwake miezi 9, anateseka kwa hali na mali, anawaleta hapa duniani, watoto wa kwako, anakuongezea we ukoo. Unaacha kumtriti vizuri huyo mwanamke kwa sababu ya mwanamke wa nje, mwanamke ambaye hakupi faida yoyote kwenye maisha yako, mwanamke ambaye hujui ana nia gani hasa ya kukung'ang'ania wewe huku akijua una familia, mwanamke ambaye wakati mwingine anakutumia vibaya. Unajikuta unakuwa mkatili sana kwa huyo mwanamke wako wa nyumbani, kiasi kwamba kuna wakati hata wewe kama binadamu ukikaa kweli ukichanganua, unahisi hiki ninachokifanya sio kizuri, lakini unashindwa kubadilika. Kwa nini baadhi ya wanaume mna tabia za kuwatriti wanawake vibaya, ikiwa nyinyi mlilelewa na mama zenu kwa upendo? Wewe kama una roho ya kibinadamu, roho ya utu, tukiachana na masuala ya kijinsia, lazima unatambua kwamba mke wako hana nguvu za kukupiga, mke wako hana chochote cha kukufanya, mke wako hana nguvu, hawezi kukufanyia chochote, lakini unatambua tu kwamba mimi kama mwanaume natakiwa kumheshimu mke wangu, natakiwa kumpenda mke wangu, natakiwa kumthamini mke wangu, natakiwa kumjali mke wangu, natakiwa kulinda amani ya moyo ya mke wangu. Unatambua kabisa kama wewe ni mwanaume mwenye utu. Kwa nini uruhusu mambo mabaya mkeo ayaone? Kwa nini unaongea na mwanamke mwingine ndani ya nyumba yako? Kwa nini unawasiliana na huyo mwanamke wa nje ukiwa ndani ya nyumba yako? Wewe kama mwanaume, kwa nini unashindwa kuhofia? Ukiona una mwanamke wa nje ambaye pengine wewe unajua kabisa kwamba hana haki ya kujulikana kwenye familia yangu, sio muhimu kama unavyosema, hakikisha hajulikani, kwa sababu umeshasema sio muhimu. Inafikeje kipindi unachanganyikiwa sana na huyo mwanamke mpaka unaanza kuongea naye ukiwa ndani ya nyumba yako? Ukikaa chini huwezi kuona kama unachokifanya sio sahihi, huwezi kuona kama unaumiza moyo wa huyu mwanamke, kwa sababu baadhi ya wanaume mnabahatika kupata wanawake wazuri. Kwa kizazi cha leo kimejaa wanawake wa mashindano, wanawake ambao hakuna mwanaume anachokifanya yeye akashindwa kukifanya, wanawake ambao wewe mwanaume ukienda kufanya usaliti na yeye ananyanyuka kwenda kufanya usaliti. Lakini unakuta wewe umepata mwanamke ambaye pengine hata ikitokea kwa bahati mbaya amekukamata, anakusamehe, hana moyo wa hana moyo wa kukulipizia wewe kisasi. Ni mwanamke ambaye amekaa kwenye nafasi ya mwanamke, ni mwanamke ambaye ni mtiifu, ni mwanamke ambaye ni mpole, ni mwanamke ambaye ana karakta zote za kike. Ni mwanamke pure, ndio ana changamoto lakini yupo kama mwanamke. Kwa nini wewe unakubali kuvua kinyago chako uonyeshe
upande wako unaotisha kwa mwanamke mwema. Kwa nini ufanye kitu kama hicho? Kumbuka wewe ulikaa kwenye tumbo la mama yako ambaye ni mwanamke kama huyo mwanamke, ukanyonya maziwa ya mama yako ambaye ni sawa na huyo mwanamke, na leo hii huyo mwanamke anafanya vile vile kama ambavyo mama yako alifanya, kwa sababu ya kukukuzia wewe familia. Leo hii wale watoto wanaitwa jina lako wewe la mwisho. Hawa watoto ni wa fulani, hawa watoto ni wa fulani, huu ni ukoo wa fulani. Sijui kama unanielewa. Naomba nikwambie kitu wewe kama mwanaume. Kiukweli kuna vitu wanaume huwa hampendi kuvisikia, lakini kiukweli ikifika kipindi uko na mtu ambaye anajaribu kukufanya wewe uwe mwanaume mbaya kwa mke wako mwema, mkatae kwa nguvu sana. Huyo mwanamke hana nia nzuri na maisha yako. Wewe kaa chini, fikiria kama mwanaume kwamba leo hii mke wangu hata akikasirika akaondoka hapa ndani ya nyumba yangu, je, huyu mwanamke anaweza kukaa kwenye nafasi ya mke wangu? Anaweza kuyafanya yote ambayo mke wangu anayafanya kwa ajili yangu? Anaweza kunizalia mimi watoto? Anaweza kuwa na tabia kama za mke wangu? Ukiona hawezi kuwa kama hivyo, haraka sana achana naye. Na kiukweli huyo mwanamke wa nje unaweza kumuona mwema kwa sababu hauishi naye, hujapata nafasi ya kukaa naye karibu na yeye ukamsoma madhaifu yake na changamoto zake, ndio maana unaona kama yeye ni mwema. Na kingine naomba nikuongeze wewe kama mwanaume, ukiona una mwanamke ambaye anapenda kukupigia simu ukiwa kwenye familia yako, anapenda kukuchatisha ukiwa nyumbani kwako, anapiga simu kwa mke wako kutaka kujitambulisha, anapiga simu kwa mke wako kumtukana mke wako, kutaka tu yeye aonekane yupo, yani anataka tu kuleta tafulani, anataka kuleta taharuki kwenye familia yako, kwanza huyo mwanamke ana roho mbaya, hajali kuhusu mtu mwingine. Sijui kama unanielewa. Sasa leo hii wewe una watoto na mke wako. Kwa mfano mke wako akaamua kuondoka, alafu akwambie kwamba mimi hawa watoto si ubini wako, ninakuachia wewe. Unafikiri huyo mwanamke atawalea watoto wako? Roho ya mtu inajidhihirisha mapema sana. Mwanamke ambaye hajali kuhusu mwanamke mwenzie ni mtu mwenye roho mbaya, ni mtu asiye na roho ya utu, ni mtu mbinafsi sana, ni mtu ambaye anafanya mambo fulani fulani ya kuwaumiza watu kwa sababu ya kujenga amani yake. Kuna namna yeye anafaidika na hivyo vitu anavyovifanya. Kama yeye hasa alikuwa ana shida ya kuendelea kuwa kwenye mahusiano na wewe, kweli anakupenda, basi angeheshimu familia yako. Kiukweli mwanamke yeyote wa nje kama anaonyesha utovu wa nidhamu kwenye familia yako, hajawahi kukupenda, ila anakutumia na anataka siku moja uje uvunje familia yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Huo ni ukweli mchungu kabisa. Kuna wanaume wana michepuko huko. Hiyo michepuko haijawahi kujionyesha kwenye simu za wake zao hata siku moja, kwa sababu wengi sana mmekuwa ni watu ambao mnasema hapana, msiseme kuna mume wa mtu kwa sababu wanaume wako wachache. Ni kweli, pengine sawa, tukubali hilo kwamba sawa, wanaume ni wachache, wanawake sisi ni wengi. Kwa nini usikae kwenye nafasi yako ambayo umewekwa? Wewe mwanaume nikuulize swali, kwa nini huyo mwanamke hakai kwenye nafasi ambayo wewe umemweka? Anajua yeye ni chaguo la pili, anajua kwamba wewe una familia, anajua wewe alikukuta una maisha yako, una mke wako. Huyo mke wako amekukuta naye, sio kwamba yeye alikutangulia, alikuwa na wewe kabla ya mke wako, kwamba aseme mke wako ndo aliingilia. No, yeye ndo amewakuta nyinyi mna maisha yenu. Kwa nini anapofika anataka kubadili kila kitu cha maisha yako? Wewe kama mwanaume hushtuki? Leo hii ulikuwa una ratiba wewe kama mwanaume, ukirudi zako nyumbani unafurahi na familia, unafurahi na watoto wako, unafurahi na mke wako, simu umeiweka mbali. Lakini sasa hivi ukirudi nyumbani unarudi kwa kuchelewa, bado unakaa karibu na simu yako kuliko na familia yako. Ule upendo ambao familia yako ilikuwa inaupata zamani kutoka kwako, sasa hivi hakuna. Ile namna ambavyo ulikuwa unakuwa karibu na watoto wako, sasa hivi huo ukaribu hakuna. Ile namna mwanamke alikuwa anajisikia vizuri unaporudi nyumbani, anakusubiri kwa hamu kwamba mume wangu anarudi, sasa hivi ile hamu imetoweka, kwa sababu ukirudi wewe ni bize na hiyo simu, unachati na huyo mwanamke. Na wakati mwingine huyo mwanamke anaweza kukupeleka mbali zaidi, ukaanza kuongea na simu mbele ya mke wako. I say, hakuna kitu kibaya kama hicho. Ikiwa unajijua kabisa kwamba mimi mwanamke wangu ni mwema, mpole,
hana shida yoyote, lakini inafika kipindi wewe unakaa unaanza kuzungumza na simu na mwanamke mwingine mbele ya mke wako. Unatoka kwenye tabia ya wewe kuwa mwanaume, unaingia kuwa wewe ni mwanaume mkatili, unayekatili hisia za wenzio. Kwa sababu mimi sidhani kama kuna mtu mwenye roho ya ubinadamu anaweza kulifanya hilo kwa mwenzie. Na mimi ni mtu ambaye najaribu kuweka picha mbalimbali. Hivi ingetokea mkeo afanye hilo unalolifanya mbele yako, wewe kama binadamu ungejisikia vipi? Tukiachana na jinsia zetu, wewe kama mwanaume, kaa chini, tafakari, fikiria, waza, hili jambo ninalolifanya, je, linanipa heshima mimi kama mwanaume? Linanifanya mimi nionekane ni mwanaume ninayejitambua? Linanifanya nionekane mimi ni mwanaume ninayeheshimu mipaka, au linanifanya mimi nionekane mwanaume mjinga, mwanaume nisiye na misimamo, mwanaume nisiye na akili, mwanaume ambaye ninaweza kuvunja familia yangu kwa mikono yangu? Kaa chini, fikiria kila jambo unalolifanya, faida na hasara zake. Kuna hasara gani wewe ukiwa na huyo mtu? Kama umeshindwa kujizuia kusema nikae na familia yangu, umeamua kuwa na mtu, kuna haja gani ya kumuonyesha mwenza wako? Kuna haja gani ya kumuonyesha dharau mke wako? Kuna haja gani ya huyo mwanamke kukupigia simu ukiwa nyumbani kwako? Kuna haja gani huyo mwanamke kwanza kupiga simu kwa mke wako kujitambulisha? Kwa sababu mimi najua wewe ndio mwanaume. Ukiona huyo mwanamke wa nje anapata uhuru sana, wewe ndio umeruhusu. Huo ukaribu ulioujenga, hayo mazoea ulioyajenga, huo uhuru uliompa, ndio anaoutumia sasa hivi. Anapiga simu kwenye familia yako, wewe kama mwanaume upo tu umezubaa. Unashindwa kuweka mikakati mikali uichague familia yako, kwa sababu hakuna kitu kitamshusha mkeo kama wewe kushindwa kuchagua upande pale inapotokea huyo mchepuko ameanza kuikosea heshima familia yako. Huyo mke wako umewekeza familia yako pale, ana watoto wako, na hata kesho pia unaweza kumwambia nahitaji uniongezee mtoto na akakuongezea. Yeye hana shida, ile ni hazina yako. Yule ni mzazi mwenzako, mna watoto. Kwa hiyo chunga sana vitendo unavyovifanya, pengine kesho ukashindwa hata kumtazama usoni kwa ujasiri. Nimekuwa ni mtu ninayeliongea hili mara kwa mara. Kuna baadhi ya wanawake walishatoka kwenye ndoa zao wana visasi vizito, na ndio maana leo hii wanaingia kwenye ndoa za watu wengine kwenda kukomesha kile kitu alichokipitia kwenye maisha yake, anataka kumpitisha mtu mwingine. Na kibaya zaidi, yeye ana plani kuona wanaume wanaharibu familia zao. Yani yeye anaenjoy kuona yeye, yani anahisi yeye alipochaguliwa na wewe, yeye ndio wa muhimu kuliko familia yako. Bwana, wewe kama ni mwanaume mwenye akili timamu, mwanamke wa nje muonyeshe kwamba wewe sio chochote kwenye maisha yangu. Hakikisha, ili hata kama yeye ataendelea kubaki kama mchepuko, atambue nafasi yake. Kwa sababu nyinyi ndio mnaosema kwamba tusiseme mwanaume ni mwanaume wa mtu. Sawa, tutakubali kuongelea kwa namna hiyo mnayoitaka, lakini hakikisha huyo mwanamke anatambua nafasi yake. Yeye sio mke wako, yeye sio familia yako, yeye sio chochote. Hilo lazima alijue. Yeye ni chaguo la pili. Yeye ni mtu wa kufichwa, anatakiwa akae huko mafichoni. Kwa nini anataka kujidhihirisha? Ulimwahidi kwamba tunataka kumuoa mke wa pili. Na hata kama ulikuwa unataka kumuoa mke wa pili, jukumu la kutoa taarifa kwa mke ni la kwako, ni la kwake yeye. Wewe huwezi ukajiuliza kama una mwanamke ambaye yeye anaanza kuleta chokochoko kwenye familia yako, na pengine mke wako huwa hana muda hata wa kumtafuta yeye, lakini yeye ndio kazi yake kila siku kumpigia mkeo na kumtukana. Wewe ukikaa unahisi una mwanamke wa namna gani? Mwanamke kwa nini anajiona yeye ni wa muhimu sana? Kwa nini anajiona yeye ni special sana? Kwa nini anajiona yeye ni wa maana sana? Kwa nini hajali kuhusu watu wengine? Mwanamke huyo ni mbinafsi. Mwanamke huyo pengine ana visasi vyake. Mwanamke huyo pengine anapata faida na hayo anayoyafanya. Mwanamke huyo anafurahia maumivu ya mtu mwingine. Yeye kwake anaona sawa. Yeye amekataa kukaa kwenye nafasi ya kufichwa. Anaamua kujitokeza, anaamua kujitangaza, anaamua kujidhihirisha, anaamua kujitambulisha. Hujataka kumtambulisha. Leo hii wewe ni mwanaume mwenye akili zako timamu, uko smart. Mwanamke wa nje anakufanya wewe useless. Anaongea na familia yako, anaongea na mke wako kama anaongea na mbwa, anamtukana. Na wewe anakutekenya, ukienda kwake stori za mkeo zote ziko kwake. Anamsema tena mkeo kwamba mumeo alikuwa anasema hivi na hivi. Unajidhalilisha kiufupi. Unakuwa kama sio mwanaume. Mwanaume lazima ujue nafasi ya familia na nafasi ya mtu ambaye hana umuhimu kwenye maisha yako. Huyo mwanamke huna hata mtoto naye, hana chochote cha kwako, lakini leo hii huyo mke wako ana watoto wako. Utazungumziwa vipi wewe kama baba kwa watoto wako? Unalala nje ya nyumba yako, watoto wako wanajifunza kitu gani?
wewe kama mwanaume kuwa makini sana na vitu unavyovifanya kwenye maisha yako.